kuwepo nyumbani, kuwepo kwenye jengo la ibada, jengo la ibada. Okay, tarudia tena kusoma huo mstari ambao nimeusoma na kuufasiri tena, kwa maana nimegundua darasa ambalo ninalo linaelewa nikirudia tena na tena. Nikiongea mara moja ni rahisi kuto kukumbuka kile ambacho nimekiongea, na inabidi nipunguze sauti na nipunguze spidi ili nichukuliane na darasa ambalo halina tofauti na wanafunzi ambao Bwana Yesu alikuwa nao kipindi cha huduma yake. Okay, nasoma tena. Nafundisha Roho Mtakatifu na maandiko, lakini ni uchambuzi wa maandiko. Okay? Tasoma kitabu cha Mathayo sura 15, tasoma ile mstari wa 12. Mathayo sura 15 mstari wa 12 anasema, ndipo wanafunzi wake walipomwendea akamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia lile neno walichukizwa. Mafarisayo walipolisikia lile neno walichukizwa. Mafarisayo ni viongozi wa kidini wa Kiyahudi, au lugha nyepesi kwa nyie ni kusema Mafarisayo walikuwa ni walimu wa sheria wa Wayahudi, japo si Mafarisayo wote ambao walikuwa ni walimu wa sheria. Au together, japokuwa neno Pharisees ni neno ambalo linamaanisha waliotengwa, set apart. So maana yake ukisema Farisayo katika lugha ya Kiswahili tungesema waliotengwa. Hivyo ndivyo ambavyo walikuwa wanajiita, Mafarisayo, waliotengwa. Ni kundi la Kiyahudi ambalo lilikuwa na ushawishi mkubwa sana miongoni mwa Wayahudi. Okay? Na ukiwa unafuatilia historia, ni kundi ambalo lilikuwa limeanzishwa kipindi ambacho watoto wa kuhani Simeoni ambao waliongoza mapigano ya kivita dhidi ya sasa niongeeje, historia nao ni ngumu. Haya, nimesema neno gani mwanzoni kabla sijasema waliongoza vita? Nimesema neno gani? Manake kuhani Simeoni. Sema kuhani Simeoni. Kuhani Simeoni. Sasa sikieni vizuri. Yaani mwalimu, unajua ukishagusa kaneno kamoja kana shida. This is the Bible study. Sasa niangalieni huku mnaandika, ila make sure unaniangalia zaidi ili uweze kuelewa ninachokisema. Sasa njoo tupite kwenye general overview ili unielewe Mafarisayo, maana wana msaada mkubwa kwenye kile ambacho nitakifundisha baadaye kwenye uchambuzi wa maandiko. Okay. Baada ya taifa la Waashuru, taifa gani lingine lenye nguvu kulingana na maono? Kulingana na maono ya Danieli aliyoyaona kwa habari ya tawala kubwa 4 ambazo zitatokea duniani. Ilikuwa ni utawala gani? Tawala kubwa ambazo Danieli alisema zitatokea duniani. Tawala wa Ashuru. Actually ni falme kubwa 5 nitumie. Falme wa Ashuru. Maono ya Danieli. Okay. Kwanza maono ya Danieli ya sura ya 2 na sura ya 7 tunayafahamu, na sura ya 8. Ungawa unasoma kitabu cha Danieli? Angalau wewe umesoma kitabu cha Danieli muda mrefu. Sura ya 2 umeisoma? Sura ya 2. Maono ya Danieli. Sura ile ya 2. Kwenye sura ya 2 kimeandikwa nini? Falme Nebukadreza aliona. Maono aliona alikuwa ni nini? Sanamu. Ile sanamu ilikuwaje? Sanamu ilikuwaje? Juu mpaka chini, naanza kaelezea. Na goldi. Baada goldi ilikuwa ni wapi na wapi? Mmoja kajiongeza ameenda pale pale chap. Anyway, sawa. Kulikuwa na goldi, then kulikuwa na nini? Fedha, then kulikuwa na nini? Shaba, then baada hapo kawa na
chuma, si ndivyo? Kichwa na chuma, lakini vidole vyake kama vinachanganyikana chuma na udongo, si ndivyo? Ambao gold ilikuwa inaashiria ufalme gani? Twende Bible study hiyo. Tena mkini Bible study kakumia hapa. Gold ilikuwa inaashiria kitu gani? Fimbo. Inabidi fimbo ipo darasani. Kuna Biblia yako pake imechakaa. Kitabu cha Danieli au unasomaga tu sura ya 6 alikolewa kwenye kinywa cha simba na sura ya 3 kwenye tanuu ya moto. Ila mambo mengine hata sijui mnyama na mbawa ngapi, haya ni uswai. Gold ilikuwa inaashiria ufalme wa Babel. Fedha ilikuwa inaashiria ufalme wa Wamedi na Wajemi, wakati shaba ilikuwa inaashiria ufalme wa Yunani. Baadaye chuma ilikuwa inaashiria ufalme wa Warumi, na ukifuatilia mbele alitabiri also ufalme wa mpinga Kristo ambao utakuja nyakati za mbele za usoni. Wewe mwenye paka hapo. Sasa tukizungumza Mafarisayo wenyewe wamejitokeza wakati wa shaba. Nimesema shaba ni nini? Shaba ni nini? Shaba ilikuwa na Kristo ufalme gani? Wamedi na Wajemi. Shaba ilikuwa na Kristo ufalme gani? Ana Bwana amethibitisha maneno yangu kama hivyo nilikuwa nimesema naanza darasa langu linahitaji spidi ndogo. Narudia tena kusema dhahabu ufalme wa Babel. Usiandike hii, tupime uelewa wako. Dhahabu ufalme wa Babel. Fedha ufalme wa Medi Uyunani na fedha ufalme wa Wajemi na Uyunani. Fedha ufalme wa Medi na Uyunani. Alafu wa Medi na Uyunani. Fedha ni ufalme wa Wajemi na Wababeli. Alafu uso wake ni nini? Wababeli na Wamedi. Wababeli na Wamedi. Kwa nuzo swali narudia tena kusema dhahabu ambayo na rangi kama hii walikuwa ni Wababeli. Fedha walikuwa Uajemi na Uamedi. Shaba ilikuwa ni ufalme wa Yunani. Chuma ilikuwa ni ufalme wa Warumi. Haya, nimesema fedha ilikuwa ni utawala gani? Chuma, shaba. Kwa tukisema Mafarisayo tunazungumzia katika kipindi cha shaba ambacho ni kipindi cha Uyunani. Sasa mpaka hapo. Kwa maana yake Mafarisayo hutawaona huko juu, isipokuwa wenyewe utaanza kuwaona kwenye kipindi cha Uyunani. Okay. Sasa maana yake tunaachana na zile falme tatu, tunachukua Uyunani. Tuko kwenye mpaka hapo. Tukichukua Uyunani, aliongoza himaya ya Uyunani mpaka ikaitawala dunia kwa wakati ule alikuwa ni nani? Nani? Alexander the Great. Okay, si ndivyo? Yeye ndo ambaye aliongoza jeshi la Wayunani kuiteka Uamedi na Uajemi, kuitawala dunia kwa wakati ule, si ndivyo? Tuko moja mpaka hapo. Then akafa mapema, ufalme wake ukagawanywa kwa majemedali wanne ambao walikuwa ni majemedali wa jeshi lake, wakagawana ufalme. Okay? So maana yake ufalme wa Yunani ulipomegea kwenye makundi manne, uligawanyika wapi na wapi?
Mtajieni makundi yake. Magavana ambayo aligawana, ziligawanyika katika maeneo makubwa manne ambayo ni, hata hivyo ilikuwa somo la leo. Haya, sawa. Mimi nitataja mbili tu ambazo nitataja Syria, nitataja na Egypt. Hayo mengine nawaachia muende mkayatafute. Kwa mgawanyiko wa kwanza ilikuwa ni Syria, mgawanyiko wa pili ilikuwa ni Egypt, na mengine mawili ambayo ni kazi yenu kwenda kutafuta. Tuko pamoja mpaka hapo? Jemedari ambaye alikuwa anatawala upande wa Syria walikuwa na ufalme upande wa Syria, wafalme ambao wanatawala wanaitwa Seleucidi, walikuwa wanaitwa Seleucidi. Wakati wafalme ambao wanatawala Egypt walikuwa wanaitwa Ptolemy. Tuko clear mpaka hapo? Kuna Seleucid, kuna Ptolemy. Sasa kwa lote ambao wanaifahamu ramani ya Afrika Mashariki, Syria ipo kaskazini, si ndivyo? Ambayo hiyo Syria even today ipo Syria, si ndivyo? Ete hivi leo tuna Syria inaitwa ipo kaskazini mwa Israel. Kwenye jina lingine la Biblia ilikuwa inaitwa Sham, ni jina moja. Yes? Then katikati hapa pana Israel, kusini mwa Israel ndio kuna nchi inaitwa nini? Egypt. Hello? So kaskazini mwa taifa la Israel kulikuwa na Waseleucid, wafalme wale walikuwa wanaitwa Seleucid. Ukisema Seleucid haina tofauti na kusema rais kwenye wakati wetu, ama kusema Farao kwa Misri, ilikuwa ni cheo. Huku chini panatawaliwa na Ptolemy. Iko vizuri? Sasa wote wakawa wanagombania kuimiliki nchi ya katikati, ambayo ni nchi gani nimesema? Israel, ambao kwenye kitabu cha Danieli yenyewe ameita nchi ya uzuri. All together. So walikuwa wanang'ang'aniana. Sasa kuna miaka fulani yakuwa anatawala Ptolemy, baadaye akaja kuzidiwa nguvu na Seleucid, akateki control. Nasikiza vizuri, wafalme ambao walikuwa wanatokea Misri, Ptolemy, hao ndo ambao also walijenga chuo ambacho kinaitwa Alexandria pale Egypt, chuo cha theolojia. Yeye alikuwa na akitawala nchi ya uzuri. Kwenye kitabu cha Danieli, nchi ya Israeli, mnapenda historia sana kusimuliwa. Yeye alikuwa anachukuliana na taratibu zao za kidini za sheria ya Musa aliokuwa nayo, kwa hiyo alikuwa anachukuliana nao, na ndiye ambaye aliongoza kwenye ufasiri wa tafsiri maarufu sana ya Kikristo, tafsiri ya kwanza ya Kikristo kutoka kwenye Biblia ya Kiunani, Biblia ya Kiebrania ilikuwa inaitwaje? Septuagint. Tuko moja mpaka hapo. Sasa alipozidiwa nguvu na mfalme wa kaskazini ambaye anatokea Syria wa Seleucid, waka take over. Sasa hivyo take over ikaja kuangukia kipindi cha mfalme anaitwa Antiochus Epiphan wa 4. Antiochus Epiphan wa 4. Yeye alikuwa ametawala Israeli, lakini also alivuka mipaka kutaka Israeli waanze kufuata desturi za Kiunani kwa ulazima, si kwa kubembeleza, sio kwa diplomasia, kwa jeshi, ambalo huyo ndiye ambaye kusoma kitabu cha Danieli utagundua anazungumza kwamba kulikuwa na ukiwa miaka 3.5. Maana huyo alichokifanya, jambo la kwanza, alienda kufunga hekalu. Alichukua kopi zote za Biblia za Ibrania akawa anazichoma moto, chochote kile ambacho kinaonesha Yahweh anakichoma moto, na baadaye akawa amesimamisha sanamu ya Mungu Zeus kwenye kao la Waebrania. Hapo ndiko Danieli anasema mtaiona chukizo la uharibifu. Anazungumzia ile sanamu ambayo ilisimamishwa mahali patakatifu pa Mungu, na akawa ameamuru nguruwe atolewe kama sadaka. Sasa hayo mambo alivyokuwa ameonekana, ikampelekea huyo kuhani Simeoni ambaye nimetoka kumsema afanye uasi,
wa kuanzisha vita dhidi ya Waseleucid ambao ni dhidi ambao kipindi hicho mfalme wako anataka anaitwa Antiochus. Ya Antiochus ni Antiochus. Maana kusema wakawa wanapigana vita. Hicho ndicho kipindi ambacho Mafarisayo wakaimaji. So maana kwenye kipindi ambacho kulikuwa na uchafuzi mkubwa kwenye taifa la Israeli, kipindi ambacho wengi walikuwa wanaacha sheria ya Musa na kugeukia desturi za Kiunani, kikajitokeza kikundi ambacho kina uwivu na sheria ya Musa na kwanza kupinga vikali watu kuandago process inaitwa Uyunani. So wanake wao wanaonekana kama ni Wayahudi ambao wana uwivu na sheria ya Musa. Hata wakati sasa Simeoni anapoendeleza vita, yeye mwenyewe kufanikiwa kushinda vita yote, baadaye vita iliendelea kwa watoto wake. Sasa mtoto ambaye alifanikiwa kuwashinda kikamilifu huyo mfalme wa Yunani anaitwa Makabayo. Huyo ndo ambaye historia unaikuta kwenye vitabu vya Katoliki ambao vimeongezeka, anaitwa Makabayo, ambao jina lake halisi sio Makabao, jina lake halisi ni Yuda, ila alipewa jina Makabayo kulingana na Makabayo, tafsiri yake ni nyundo, hama. So kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa jeshi na alikuwa ni kiongozi mwenye mitazamo mikali, thus akaitwa hilo jina alikuwa ameitwa Makabayo. All together tuko moja mpaka hapo. So historia ya Mafarisayo tunaichotea hapo. So ukisikia neno Farisayo si jina tu baya kama ambavyo mnalisikia, hapana. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wameishi kwenye dunia ambayo imemezwa na ustaarabu, imemezwa na kawaida za maisha. Wao wakakubali kubaki kuwa waaminifu katika neno la Mungu. All together tuko mpaka hapo. Sasa hao Mafarisayo baada ya Makabayo kushinda vita dhidi ya Yunani, kwa Israeli wakapata uhuru wa miaka michache. Kwa watoto wa Simeoni ambaye ni kuhani wakaendelea kutawala kama wafalme mpaka pale ambapo gavana wa Kirumi alipokuja kuiteka Israeli na kuikabidhi kama zawadi kwa Kaisari. Tuko kia mpaka hapo. Sasa kuna mtoto mjukuu, niseme mjukuu nimemsahau, nitajua ni nani nimemsahau. Yeye ndo sasa akawa anawalazimisha watu kwa sera ya nchi kwamba lazima wote wawe katika dola ya Kiunani na kufuata desturi za Kiunani. Katika mchakato wa kufanya hivyo, Wafarisayo wakawa wanapitia mateso makubwa kwa sababu wao wakawa na goma kubadilisha mitazamo yao. Sasa hilo likaongezea wao kuwa na nafasi kwenye mioyo ya watu. Watu wakaanza kuwapenda wale ambao walikuwa na mapenzi ya dhati na taifa la Israeli. All together tuko moja mpaka hapo. Sasa kutokea hapo, hawa Mafarisayo walikuwa hawana nguvu ya kisiasa. Kwa nini? Kwa sababu wao walikuwa hawana upendeleo wa kiserikali. Mfalme ambaye anatawala kipindi kile alikuwa anawapendelea watu ambao wanakubali kufuata desturi za Kiunani. Sasa miongoni mwa watu ambao walikubali walikuwa wanaitwa Masadukayo. So Mafarisayo wao walikuwa wanapendwa na watu lakini hawana nguvu ya kisiasa, hawana political power. Masadukayo walikuwa ni wachache na hawapendwi na watu, ila ndio walikuwa na political power, nguvu ya kisiasa. Kutokea kwa Masadukayo ndiko wakawa wanapatikana wakuhani wakuu. Mafarisayo walikuwa nabaki kusimamia masinagogi ya Wayahudi ya huko ndani. Sasa katika hao Mafarisayo walikuwa miongoni mwa Mafarisayo wakorofi. So maanake si kila Farisayo kisikia neno Farisayo ukajua kwamba ni jina, no. Ila miongoni mwa Mafarisayo walikuwa Mafarisayo wakorofi. Hao ndio ambao walikuwa wanaipinga vikali huduma ya Yohana Mbatizaji, ndio hao waliendelea kuipinga huduma ya Kristo. Na unapoendelea kusoma maandiko kwa umakini, Injili ya Yohana inathibitisha kwamba wako Mafarisayo wengi ambao walimwamini Kristo na akiwemo Nikodemus. Kitabu cha Matendo ya Mitume also kinaonyesha kuna baadhi ya Mafarisayo ambao
walikubali kumwamini kwamba Kristo ndiye Mesaya. Are we together? So maanake hapa tunaongelea kikundi cha wachache kati ya Mafarisayo ambao wakawa wanampinga Kristo. Sasa hiki ambacho nimekisoma, nilisoma kitu gani wakati tunaongelea Mafarisayo? Nilisoma kitu gani Ana? Wakati naongelea Mafarisayo yalitokea wapi kinywani mwangu? Masayo, okay. So manake wakati Bwana Yesu amefundisha kwamba hakuna mafundisho ya kibinadamu ambayo yatapita mafundisho ya kiungu. Hiyo ndio ilikuwa ni topic ya Kristo. Bwana Yesu aliwachallenge Mafarisayo kwamba mmeliaribu neno la Mungu kwa ajili ya kusimamia mamlaka yenu wenyewe. Mamlaka ipi? Kusoma juu hapo, sina haja ya kusoma tena, kusoma mwenyewe. Ilikuwa hivi, kulingana na sheria ya Mungu, Musa aliagiza kwamba watoto wanatakiwa kubeba wajibu wa kuwatunza wazazi wao wakiwa wazee. Ilikuwa ni duty, ilikuwa ni responsibility ya mtoto kuwatunza watoto wanapokuwa wazee. Tuko clear mpaka hapo? Mafarisayo wakaja kusema hivi, kile ambacho mtoto angekitumia kumtunza babaye na mamaye wakati ni mzee, akisema ninakitoa kwa Bwana, basi asibebe jukumu la kumtunza baba na mama. Ina make sense eh? Jaelewa ninachokisema? Nani amenielewa? Yaani hivi Mafarisayo walikuwa wanasimamia mapokeo ya wazee ambao walifasiri hivi, mtu akisema kwamba kile ambacho natakiwa kukitumia kwa ajili ya kuwalea wazazi wangu akiwa wazee, zile pesa ambazo natakiwa kuzitumia mimi nazitoa kwa Bwana. Akisema hivyo maanake ana uhuru wa kuto kutimiza jukumu la kumtunza baba yake na mama yake. Walikuwa sahihi au hawakuwa sahihi? Naam? Mnijibu kithiolojia, hawakuwa sahihi. Kwa nini? Na kama alikuwa sahihi pia, kwa nini? Bwana na wazazi, nani aliye bora? Wazazi. Huko amejibu wazazi, kuna mtu ajibu tofauti. Bwana na wazazi, nani aliye bora? Bwana. Kwa nake kama kila ambacho natakiwa kutunza wazazi. Subiri kwanza. Kila ambacho natakiwa kutunza kwa wazazi nikampatia Bwana, ni makosa? Yaani nina hela nina labda na milioni 100, maisha yangu yote nimekusanya hizo milioni 100 ambazo inabidi nizitumie kwa ajili ya kuwatunza wazazi. Nasema hizi hela za kutunza wazazi, hapana, naenda kutoa sadaka kwa Bwana. Je, ni makosa? Wakati ninafikiri kufanya hivyo, kuna amri nyingine, mheshimu baba yako na mama yako. So wanakifuatilia Wafarisayo wakakuza fasiri yao. Hakuna neno ambalo linasema hivyo kwamba toeni kwa Bwana muache wahitaji. Wao wakafasiri ya kwamba mtu akitaka kutoa kwa Bwana, hata kama ataepuka majukumu ambayo ni ya lazima kulingana na sheria ya Mungu, yuko salama. Kwa nini? Kile ambacho kinatolewa kinanufaisha Mafarisayo. Kwani Mungu aliyekuja duniani akachukua dhahabu, ulimuona zile fungu ambazo mnatoaga, ulimuona malaika anashuka na sibeba anazo mbinguni? Then kwa sababu hiyo ikatengeneza ufa. Mimi simpendi baba yangu, mimi simpendi mama yangu. Walinifanyaga ubaya sana nikiwa mtoto. Ili niepuke majukumu, nafanyaje? Nawaambia mimi mali zangu zote ni kwa ajili ya Bwana, kwa nitakapokufa ni kwa ajili ya Bwana. Nikisema hivyo, Mafarisayo wanahalalisha kwamba yes, ni haki yake kuto kuwatunza alicho nacho kwa ajili ya Bwana. Kwa maana ni usemi ambao wanautumia kwa ajili ya kuepuka majukumu. So manake walichagua kuyatukuza mafundisho ya wanadamu juu ya mafundisho ya neno la Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu akawakonfronti ya kwamba mnavyosema kwamba ili kuanzia ni kwamba wanafunzi walikuwa wanakula bila kunawa. Anasema ikiwa kunawa ambako sio neno la Mungu, ni mapokeo ya wazee, mnawashtaki wanafunzi wangu. Vipi ninyi mmevunja neno la Mungu lenyewe? Kipi bora, kuvunja sheria ya Mungu au kuvunja mafundisho ya wanadamu? Sasa Mafarisayo
wanawalaumu watu kuvunja mafundisho ya wanadamu, hawalaumu watu kuvunja mafundisho ya Mungu. Tuko clear mpaka hapo? Tuko clear? Kwa Bwana Yesu wanafunzi wanasema kwamba, je, unajua Mafarisayo walichukizwa? Ni kwa sababu katika huku kuchukizwa ilikuwa ni mazingira kama haya ya kwamba Yesu amewakonfronti ukweli unaume. Ndio maana ukirudi sura ya 7 maandiko yanasema Kristo alikuwa anafundisha kama mtu mwenye mamlaka, tofauti na waandishi wao. Kwa nini? Tunaposema alikuwa anafundisha kama mtu mwenye mamlaka, tafsiri nyepesi ni kwamba Yesu Kristo alikuwa anafundisha neno la Mungu moja kwa moja bila kunukuu mafundisho ya wanadamu. Ni kama vile ukimwona Farisayo anapofundisha anasema kama alivyosema Rabi Yawe, kama alivyosema Rabi Abi. Kwa hiyo wana establish mafundisho yao kulingana na kile ambacho wanadamu wamesema. Kristo wakati anafundisha moja kwa moja kile ambacho Mungu amesema. So manake Mafarisayo wana desturi ya kufundisha kile ambacho watu wanatafsiri ya kwamba ndivyo ambavyo Mungu amesema, au kile ambacho watu wanafikiri kwamba ndivyo ambavyo Mungu amesema. Kristo Yesu anatafsiri moja kwa moja kile ambacho Mungu amesema. So manake pale ambapo mtu anafundisha neno la Mungu bila kuzingatia mapokeo ya watu, huyo mtu tunasema anafundisha kama mtu mwenye. Sasa hiyo historia ambayo nimewapa, Bwana Yesu akasema kila pando ambalo halijapandwa na Baba yangu litafanya nini? Litang'olewa. Ya kwamba Kristo Yesu anavyosema msizeni kwamba nakuja kutangua Torati na manabii, la, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Baadaye anaanza kuyaonesha namna ambavyo mafundisho ya Mafarisayo yalivyokuwa na unafiki ndani yake, vile ambavyo walikuwa wanaongoza watu kutaka kuitenda sheria ya Mungu kwa nje bila kuitenda sheria ya Mungu kwa ndani. So manake walikuwa wanaifuata herufi ya sheria, wanaivunja roho ya sheria. Walikuwa wana follow the letter of the law while wana broke the spirit of the law. Now together. Tuko moja mpaka hapo? Tuko moja mpaka hapo? So manake nisikize vizuri. Bwana Yesu anapochukua mtazamo huu ya kwamba katika namna ambavyo tunaishi watu wa Mungu, let me tell you the truth, ya kwamba tumezungukwa na uongo kila mahali. Pale ambapo tunachukua hatua ya kwanza kusema ukweli wa kile ambacho Kristo amekifanya, ni kama vile tunang'oa pando ambayo limepanda na watu, lakini alikupandwa na Mungu. Sio kazi nyepesi. Wakati Mafarisayo walikuwa na tabia ya kuyatukuza mapokeo ya watu kuliko neno la Mungu. Kile ambacho wengine wamesema kuhusu Mungu ndicho ambacho Mafarisayo walikuwa wanajenga maisha yao na imani yao hapo, kuliko katika neno la Mungu mwenyewe. Je, Mafarisayo kwenye kizazi chetu hapo, watu ambao wanatukuza mafundisho ya wanadamu kuliko mafundisho ya Mungu? Nitajeni mfano. Ukweli ni kwamba kanisa Katoliki ni mfano halisi na wa kisasa zaidi wa aina ya mitazamo na misimamo ambayo Mafarisayo walikuwa nayo. Kesho mnaenda kwenye evangelism, mtakutana na Wakatoliki, mtakutana na watu ambao wanaamini mambo kadha wa kadha. Moja ya kitu ambacho nitatoa example moja ambayo ni pando natakiwa kung'olewa. Kanisa Katoliki wanaamini kabisa ya kwamba mkate na divai vinabadilika, vinakuwa mwili na damu ya Yesu pale tu padri anapokuwa ameombea, si ndivyo? Yaani at the moment padri ameshasema, hamwezi kuelewa haya mambo, ni makubwa anavitakasa, anaviombea, anavibariki, anaubariki. At the moment padri amebariki mkate na divai, kuna kitu ambacho kinatokea kinaitwa transubstantiation, ndivyo? Transubstantiation.
ya kwamba pale pale ule mwili, ule mkate unabadilika kuwa mwili halisi wa Yesu, na ile divai inabadilika kuwa damu halisi ya Yesu. What a moment! Na wanakwambia wakati huo vinastahili kuabudiwa. Kwa nake hauli mkate na kula mwili wa Yesu. Na unavyosoma comment ya vitabu vyao vinaonyesha wazi ya kwamba ule mwili inakuwa ni sadaka ya Kristo inayoondoa dhambi. So manake Kristo katika kanisa Katoliki anatolewa tena na tena na tena na tena kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na ambaye anamuua Kristo kwenye madhabahu wakati ule ni padri, ndiye kuhani anemchinja Kristo kwenye madhabahu iliyo mbele ya kanisa. Na katika kipindi hicho ambacho padri anafanya hivyo, anakuwa na nguvu even kuliko Bikira Maria. Unajua tafsiri yake hiyo? Manake padri ana uwezo wa kumchukua Kristo kutoka kwenye mkono wa kuume wa Mungu akamleta katika madhabahu na akamtoa kama sadaka. What a moment! Na anasema hilo tukio la padri kumtoa huyo mnyama kama sadaka linakuwa imara tu kama padri akiwa na motive njema. So manake kama ametushirikisha na padri alikuwa ana dhamiri mbaya, manake sadaka imechafuliwa, haifai tena. Kwa manake hatima ya maisha ya wanadamu zipo kwa mikononi mwa padri ambaye anatakiwa kuwa na hatima njema ili utakapokula dhambi zako ziondolewe. So manake kwa mtazamo, manake Kristo Yesu sio sadaka milele ambayo imetolewa mara moja na kuondoa dhambi milele. Ni sadaka ambayo inatakiwa kuendelea kutolewa kila Jumapili, kila Jumapili, kila Jumapili. Na kwa yote ambao ni Wakatoliki, ni lazima unapopita katika kisanduku ambacho kuna mwili na damu ya Kristo, lazima uabudu. Kwa mimi ninaabudu mkate, mimi naabudu divai. Sasa ikiwa Mkatoliki yote anayeamini ya kwamba Kristo bado ni sadaka ambayo inaendelea kutolewa tena na tena tena na tena kwa ajili ya ondoleo la dhambi, je, ana wokovu? Kesho utaenda kuhubiri, utakutana na mtu wa jinsi hiyo, atakwambia mimi ni Mkatoliki, ninasali, namtumikia Mungu. Na atakuja na so lazima uwe na uelewa huo ya kwamba unaamini nini katika meza ya Bwana. Kwa sababu nilikuwa nafuatia mhubiri fulani, yule mhubiri alinishangaza sana. Kuna baadhi ya kitabu ambacho alikisoma, kuna watu walikuwa wanachomwa moto kwa kurefuse kukubali ya kwamba ule mkate sio mwili halisi wa Yesu, ni mfano. Jamani, yaani unanichoma moto kwa sababu nimegoma kuamini kwamba jamani huu ni mkate. Na wanasema hivi ya kwamba kuonekana kwa macho maumbile yake yabadiliki, lakini ni spiritual sense, ule ni mwili wa Yesu na damu ya Yesu. So manake kwa nini mara nyingi tunapewa mkate, divai hampewi? Divai kwa sababu mnaimwagaje damu takatifu, ikimwagika damu ya Kristo. So manake padri anakunywa kwa niaba ya sisi sote. Yaani sasa Yesu mnaweza mkadondosha utakatifu wa sadaka, ile ni takatifu sana. Kwa hiyo hamtaki kushika. Padri anachovya kwa niaba ya sisi sote. Kwa hiyo padri wakati huo anamla Kristo na kunywa damu ya Kristo kwa niaba ya sisi. Huyo ndo kuhani. What a moment.